ambacho kipindi kipya cha mwaka wa kanisa, kipindi cha Ukaristi, naanza na Jumatano ya Majivu ambayo ndio na mwanzo wa kipindi cha kufunga, kusali kwa bidii na kufanya matendo ya huruma. Wakristo wengi wameonyeshwa yao na kumgeukia Mungu, waacha yale yaliyo mabaya na kukumbatia yale yaliyo mema. Tunaendelea kuombea Roho asaidie Mungu Mwenyezi anyoshe mkono wake na kumponya. Ndugu zangu, katika kushindana na pepo wabaya, tulinde na misaada ya Mungu kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote,
mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uachilie watu wako, Ee Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yako. Kwani wasema kati ya watu, yu wapi Mungu wako? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Utuhurumie, uturehemu, Ee Bwana, kwa kuwa tumetenda dhambi.
nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Somo la mwaka pili wa Mtume Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, basi tu wajue kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anakusia visima na vinywa vya Kristo. Basi twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mtafadhalishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana nasema, wakati uliokubalika na nikusikie, siku ya wokovu nilikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Neno la Bwana.
Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nimefurahi kuwaona. Kuna neno nataka niseme nimelisahau kwa bahati mbaya, kwa sitalisema. Ndugu zangu, leo hii tunaanza kipindi kipya cha mwaka wa kanisa, kipindi cha Kwaresma. Tunaanza na Jumatano ya Majivu. Jumatano ya Majivu. Jumatano ya Majivu tunaifananisha na nini? Jumatano ya Majivu tunaifananisha na siku ya toba ya Kiyahudi. Wayahudi walikuwa na desturi nzuri, ama ni tamaduni nzuri, walikuwa na sikukuu yao inaitwa Yom Kippur. Siku ya Yom Kippur ni siku ya atonement, ni siku ya toba. Siku hii ndipo watu huvaa magunia na kujipaka majivu, wakisema kwamba sisi tunajitambua kwamba ni wadhaifu, kwamba sisi ni wanadamu, sisi ni wadhaifu, tunatoka kwenye mavumbi na katika mavumbi tutarudi. Kwa hiyo walikuwa wanatambua hilo, na kwa kutambua hilo ndipo mtu anaomba msamaha, anaona kwamba sina kitu cha kujidai hapa duniani, anajishusha, anamwomba Mungu msamaha. Kwa hivyo siku hii ya Yom Kippur ilikuwa siku kubwa sana kwa Wayahudi, na kila mtu wanatoa na sadaka, sio tu kuomba kufanya toba, lakini pia walikuwa wanatoa sadaka ya toba, ya msamaha na upatanisho. Usisahau hilo. Toba ni tofauti na upatanisho. Sawa sawa, tutajifunza huko mbele. Kwa hiyo ilikuwa kujipaka majivu na kuvaa magunia ni ishara wazi za kwamba mimi ninatubu, na unatubu katika halaiki. Sawa sawa, unatubu katika public. Sawa sawa. Kwa vivyo hivyo Agano la Kale linatuonyesha jinsi gani sio tu Wayahudi walitumia siku hii ya toba, lakini pia wapagani walikuwa wanapewa nafasi na wao ya kufanya toba. Sijui kama kuna wapagani hapa. Najua leo tumekusanyika kwenye msafara wa mamba, sijui kuna viumbe gani nimesikia vinakuaga huko. Kwa hiyo isikute na leo hapa usizanie tuko wote kwenye bakuli moja, lakini tuko mabakuli mbalimbali. Kwa hivyo katika siku ya toba, ndio maana leo siku ya toba, kila mtu mpaka aliyekuwa hawezi kujikongoja naye anataka kujaribu kufanya nini? Kufanya toba, anafanya jitihada. Sawa sawa, Kwa hivyo tunaona mifano katika Agano la Kale. Watu gani walifanya mifano hii ya kuvaa magunia na kujipaka majivu? Wako watu wengine wapagani, wengine Wayahudi. Na tunaona kule Ninawi alipokwenda Yona akagoma kwenda, kwa sababu watu kweli walikuwa na mioyo migumu. Kuna mahali unatumwa kwenda unakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo Yona naye akawa na wasiwasi. Lakini walipotambua makosa yao, na wenyewe alianza mfalme kuvaa magunia na kujipaka majivu, kuonyesha kwamba tunatubu yale makosa yetu. Ninawi, sijui ni makosa gani wewe umeyafanya, sijui unatubu nini, sijui mimi. Hayo sitaki kufahamu, lakini Roho Mtakatifu mwakani atanionyesha. Mwaka huu amesema amewasamehe, atanionyesha, sitataja. Lakini mwakani amesema ukija tena ukarudia yale, basi mtumishi wa Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ataona dhambi yako naye ataitangaza. Kwa kuwa makini, kaa chonjo. Pia tunamuona nani basi katika Agano la Kale? Katika Agano la Kale tunamuona mnayempenda sana na Bahati Bukuku alimba wimbo wake Esther. Tunamuona Esther. Lakini pia tunamuona mfalme pia wa kipagani anaitwa nani? Ben-Hadad. Ben kwa Kiyahudi, Ben ni mtoto wa kiume, Bati ni mtoto wa kike. Kwa hiyo ukisikia bin fulani, bin ni mwana wa sawa, bin ambao Waarabu wametoa kwa Waebrania Ben. Kwa hiyo kuna ubini bin.
Kwa hiyo vivyo hivyo huyu anaitwa Ben Hadad, yani mwana wa Hadadi ambaye alikuwa mfalme, naye pia alivaa gunia na kujipaka majivu kuonyesha toba. Lakini nani mwingine? Nani mwingine? Pia Wayahudi wenyewe, sio watu maarufu tu kama mimi. Sasa Father amefanya na nitaonekana kila mahali, lakini kumbe hata wewe ndani mwako unapaswa kufanya toba. Ndio maana Wakristo katika kanisa lile la kwanza walikuwa wakitenda dhambi, walikuwa wanafanya toba hadharani. Tumsifu Yesu Kristo. Walikuwa wanafanya toba ya wapi? Hadharani, sio kwa kificho kama hapa sasa na kuungamia na zile nilizosahau, unaunganishia kule zile ulizosahau wakati unazikumbuka. Kwa hiyo si kwamba unaungama zile ulizosahau, utasamehewa tu ulizosahau kweli kweli. Zile unazozikumbuka alafu umejifanya umezisahau, wazisamehewi, zinabaki, ni mzigo wako. Wewe unaziunganishia kule, unakosea. Labda useme na zile ambazo sijazitamka, ila siwaibii siri ya kuungama, lakini usiseme zile nilizosahau afu kaunganisha huko. Labda kama useme zile ambazo sijazitamka, maana zingine ukitamka Father anaweza kuzimia pale, akapata pressure, kisukari na kadhalika, akashindwa kutoka katika maungamo. Kwa hiyo isikute unaogopa, lakini kwa kweli hakuna dhambi ambayo sijasikia kwa sasa, labda mpya ambayo tukiwasiliana na shetani aniambie kama mmeanza dhambi mpya, lakini nyingi zote tayari ninazo, nazifahamu. Kwa hiyo usiogope kuungama. Mungu naye anajua moyo wako, anauona. Uungame sawa sawa, usiweke huko zile nilizosahau. Na hichi kipindi ndicho hicho cha kujitakasa, cha kujisafisha. Wewe unaunganishia tuko na zile nilizosahau, wakati unazikumbuka na unaijua kabisa. Lakini ukimwangalia Father hivi, nikimwambia dhambi kesho ataniangaliaje? Mimi sina shida na dhambi yako, nimeshasikia tena ni kubwa kupita hata hiyo unayotaka kuniambia. Kwa sio na hofu, wewe taja tu bomu lako, tutalipunguza hapo kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ana uwezo wa kukusafisha. Mungu anayo nguvu ya kukuokoa. Mungu anayo nguvu ya kuondoa jiwe lile ambalo unaliona lizito sana katika maisha yako. Mungu anao uwezo. Ndio maana tunamwamini. Ndio maana tunapambana, tunajitahidi. Mungu anao uwezo. Ndio maana tunajiambatanisha naye, kwa sababu ana uwezo mkubwa kupita sisi, na kwa imani hiyo tulionayo Mungu anatuokoa. Sio wewe tu, lakini yule ambaye ameweka jitihada. Naona leo kuna watu wameweka jitihada mpaka wameomba ruhusa kazini kwa ajili tu ya kupakwa majivu. Mwingine hawezi kuyafuta, hata akilala usiku analikuwa analala akigeuka, lakini leo atalala hivi amke nayo asubuhi, ili wale watu wanaomsumbua wasimsumbue mpaka asubuhi, apate usingizi angalau mara moja kwa mwaka. Hao wenye imani, Mungu kweli ana uwezo wa kuokoa, na si kwamba naigiza au najaribu, lakini ni kweli. Ndio maana katika somo la kwanza, ndugu zangu, tumemsikia nabii Yoeli anasisitiza nini? Anasisitiza kwamba sisi tunatakiwa tuongoke, tubadilishe mioyo yetu, tutubu ndani ya mioyo yetu, tusiseme tu na kuvaa magunia na majivu. Tushapita kiwango hicho, kiwango cha nje tumekipita, sasa tupo kiwango cha ndani. Mbona mwelewi? Mpaka leo mtu haelewi kwamba tumevuka kiwango, tupo kiwango cha juu. Yesu amekuja kuleta kiwango cha juu cha ongoko la mwanadamu, sio anguko, ongoko la mwanadamu. Amekuja kulinyanyua kwamba huyu mwanadamu ataokolewa kwa nguvu na neema za Mungu mwenyewe, ataokolewa. Lakini mtu anabaki tu huko kwenye kukumbatia majivu na magunia. Hapana, ishara zile ziwe na maana, zisiwe ishara tu. Tumsifu Yesu Kristo. Zisiwe ishara peke yake, lakini ziwe ishara zenye maana. Yaani tupigie mstari, tu underline, tuwe na uwezo wa kuelewa kwamba tunamaanisha nini. Ndio maana anachokisema nabii yule, anaangalia wale watu na anaambia kwamba ni kweli Mungu anataka badiliko la kweli la ndani ya mwanadamu. Ndilo tunalotafuta.
Pia tunasoma Zaburi ya 51 ambayo wengi wanaihusisha na Daudi baada ya kufanya lile kosa lake na kuchukua mwanamke wa mtu na kadhalika, mnafahamu. Ndio akaja kulia mbele za Mungu. Na hii Zaburi sisi watawa tunaisali kila Ijumaa katika masifu. Kila Ijumaa tunaisali hii Zaburi ya 51 ya toba. Na kweli Ijumaa ni siku ya toba. Na anasema nini? Toba na ombi la msamaha. Kumbe tunapotembea huko tunajikwaa, tunaanguka, tunakutana na changamoto na vitu mbalimbali, yatupasa kutambua na kufanya toba na kutafuta nini? Msamaha na upatanisho. Mtakatifu Paulo ndio maana anatushauri katika huo upatanisho sasa, ambao unaungana kabisa na Zaburi yetu ya kwamba sasa anataka tupatanishwe na Mungu. Maana tulikuwa kwenye mgogoro. Kuna watu wanakuwa na mgogoro na Mungu. Hii ni hatari sana. Siku hizi kuna afya ya akili, si ndio? Mnaing'ang'ania afya ya akili, afya ya mwili, lakini afya ya kiroho tusisahau. Afya ya kiroho. Kwa kuna changamoto zinazowakabili watu, wanakuwa wagonjwa kiroho. Sawa sawa. Katika mfungo huu mtakatifu, katika kipindi hiki kitakatifu, kuna watu utawaona sio wao wamekwisha kupata thawabu yao. Tumsifu Yesu Kristo. Nimeingia kwenye Injili. Hao wamekwisha kupata nini? Thawabu yao. Utamuona mtu kweli anafunga, sawa hali chochote ameambiwa asile. Sasa sisi mfungo wetu kidogo haujaweka deadline saa 12 au tukisikia azana au nini, sasa tuelewe. Najua kuna Waislamu wengine wakapa hakuna shida, lakini sisi tuliweka saa 12 ndio unafuturu. Au sheria inasemaje? Funga tu. Kuna sheria za masaa. Tumsifu Yesu Kristo. Mwe makini kidogo mkiwa mnasoma sheria, si ndio? Vipengele. Kuna watu hawajawahi kushtakiwa hata mahakamani, hawajawahi kwenda, wajui hata mahakama iko wapi, lakini waliokwisha kwenda wanajua vipengele. Kuna vipengele. Kwa hivyo tunaambiwa funga. Hapo sasa ndo kuna kashesha. Fungaje? Sitaki kusoma kitabu cha Hosea sura ya 8 jinsi Mungu alivyokataa mfungo wa watu. Anasema mfungo wenu hata siuelewi wala siutaki, nimekataa, sitaki. Kwa nini? Kwa sababu mnafunga tu. Yaani unafunga kama wale washinda njaa. Unashinda njaa tu. Mwisho unapata vidonda vya tumbo, alafu Mungu anasema kwani mimi nilikwambia upate vidonda vya tumbo? Kweli? Sio kusudio la Mungu upate vidonda vya tumbo, lakini kumbe mfungo wako ulikuwa sio sahihi. Funga vizuri. Jua namna ya kufunga. Wengi hawajui namna ya kufunga. Hapa tulipo tunawaiga wenzetu, tunafunga, tunakunywa maji mpaka saa 12, tuna nani? Endelea kuiga, endelea kufuata tu huo mwongozo wako binafsi uliojiundia. Yesu Kristo anasemaje? La kwanza, unapotoa sadaka, mfungo wa kweli ni wa kujitoa sadaka. Unapotoa sadaka, unaposaidia mtu, unamsaidiaje? Unapiga panda na mabango? Siku hizi watu ili waonekane wamefanya kitu lazima waweke trademark, lazima waweke alama. Angalia kwenye mashule yetu, wakija wale watu wa Jerumani wanaandika hapo bango kubwa kweli kwamba Wajerumani wamefadhili library vyumba viwili. Gharama ya lile bango ni kama chumba kingine kimoja. Pale shuleni kwetu chuoni tunaubia na Wakorea. Wakorea wametujengea vimbweta. Wanafunzi wenzangu mnaelewa vimbweta, ni wengine hawajui, hawajawahi kwenda university, kwa hawana shida, hawajui. Kwa hiyo tuache wakatuulize baadaye. Vimbweta, kwa vimejengwa vimbweta vya Kikorea viwili. Alafu bango kubwa. Mimi nikafika nikaambiwa wanafunzi wenzangu, jamani, sio kwamba nawaonea, sio kwamba sipendi vimbweta hivi, na kweli vinatusaidia na ndio vizuri kupita vyote, lakini hili bango lingeweza kutengeneza kimbweta kingine kimoja, na saizi tunateseka.
Jana nimekaa kwenye mtaro wa maji tukikaa tuna discuss maswali. Kwa sababu gani? Vimbweta havitoshi, na kuna bango limekaa tu hapo lenye gharama ya kimbweta kimoja. Ndugu zangu, unapotoa sadaka na kusaidia mtu, unataka ufahamike na uwekewe nembo ile. Kwa ajili gani? Kwa ajili yako na sifa na utukufu wako, si ndio? Sifa na utukufu wako wewe mwenyewe unautafuta kweli na kung'ang'ania. Hiyo ni namna watu wanavyotoa sadaka. Wako wengi. Nilikuwa napenda baba mmoja, kwa kweli alikuwa wa kushangaza. Alikuwa anasaidia, hata jina hataki ajulikane, mpaka hata mimi sikuweza kumjua jina, kwa sababu anakuja anatoa cheki, ndipo unaangalia ujue, lakini hakwambii chochote, anajitoa. Kuna watu wanasaidia ndugu zake, analalamika, huyu uone nimemsomesha huyu, nimefanya nini? Kwa ulivyokuwa unamsomesha kwa natarajia malipo, yamegeuka sasa mambo ni mabaya, unaanza kulalamika, nimemsomesha, nimempa kila kitu na nini, kumbe ile sadaka ulotoa bado inakuuma. Sijui umemfanyia mtu kitu, umemsaidia, bado unalalamika. Kwa bado ile sadaka yako kumbe ukuitoa vizuri. Sikute ndio imesababisha hata hayo majanga. Kwa sababu ulitoa kwenye kamkono kaliko kujika, wanaita nini? Roho ya korosho. Sijui ikoje hiyo roho ya korosho, lakini nimeisikia mahali wakizungumzia roho ya korosho. Kwa hivyo ndugu zangu, kwa kufanya hivi lazima sasa, Yesu anamalizia pale, sio tu katika sadaka kwamba tufanye kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini pia katika kusali. Najua kuna watu wanasali mpaka anapanda kwenye mabenchi hapo juu akiomba. Sawa, anamuita Mungu ashuke. Sawa. Shuka, anamlazimisha Mungu ashuke. Akiona ashuke, yeye anampandia huko, anamwambia wako vizuri. Kuna watu wako vizuri. Hata mimi muda mwingine nikianza kusali nataka niruke juu nimshushe kidogo aje karibu, lakini kumbe sala ni mahusiano tu yale ya karibu, mimi na Mungu wangu. Katika kipindi cha Kwaresima lazima tutafakari namna tunavyosali, lakini mwisho pia Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha namna nzuri ya kufanya almsgiving, kutoa, kusaidia wengine, kutoa msaada. Matendo ya huruma ni nguzo, matendo ya huruma. Lakini pia kufunga. Tumsifu Yesu Kristo. Kufunga ambao tayari nimeshaisema mwanzoni, kwa nimezungumzia vizuri kuhusu kufunga. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapofanya baraka ya majivu kuna umuhimu wake katika kufanya baraka ya majivu. Kwa kufanya hivi ndugu zangu, kanisa linawapa watoto wake nini katika majivu? Kanisa linawapa nini? Kanisa katika majivu linawapa watoto wake imani thabiti kwamba moja, sisi ni viumbe vinavyokufa. Tumsifu Yesu Kristo. Imani thabiti ya kwamba sisi ni viumbe vinavyokufa, sio vile ambavyo vinadumu milele kimwili. Sawa. Vivyo hivyo, pili, katika majivu na katika tendo hili, miili yetu itakuwa mavumbi. Yaani wewe saizi na kila kitu chako, baadaye tukipuliza tu unapeperuka. Yaani majivu kabisa, mavumbi, na itazikwa. Na Wahindi wangekuwepo hapa samani, kama kuna Muhindi hapa, ungepigwa moto mpaka uwe majivu. Wanakupiga moto. Unaogopa moto, unaupata moto hapa, alafu ukifika kule unakutana nao mwingine ule unaongezea hapo kidogo. Kwa hiyo unakuwa mavumbi kabisa. Tatu, la msingi, sisi tuna muda mfupi sana na hautabiriki. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna muda mfupi sana hapa na hautabiriki. Huwezi kutabiri hapa, tuko hapa kundi kubwa namna hii. Huwezi kutabiri nani hapa kesho tutaanza kumwimbia nyimbo fulani. Huwezi. Kwa hiyo tunajua kwamba tuna muda mfupi sana katika tendo hilo la kupakwa majivu. Pia Mungu anatupa onyo kali. Onyo.
Onyo ni warning. Sawa sawa, eh? Kuna watu hapa kazini kwao wana maonyo, la kwanza, onyo la pili hawajalifanyia kazi. Ushapigwa onyo kazini, ufanyii kazi. Ukipigwa la tatu la nne unaenda nyumbani. Mungu pia anatupa onyo kali kwamba tutapitia mateso, lakini atupasa kutubu dhambi zetu na kupatanishwa na Mungu, kuomba msamaha wake na kufanya toba. Namba tatu, anatupa sasa mwaliko wa upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Mwaliko wa upendo. Mungu anatupa mwaliko wa upendo wa kutambua na kukiri hali yetu ya dhambi na kumrudia yeye siku zote. Mimi na sheria ambayo naifikiria isikute ni kweli, sijaifanyia uchunguzi, lakini kadiri unavyompenda mwenzako ndivyo unavyokuwa na uwezo mkubwa wa kumsamehe makosa yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kadiri unavyompenda mwenzako ndivyo unavyokuwa na uwezo wa kumsamehe makosa yake. Kwa hiyo mtu ambaye umpendi, kumsamehe kwako itakuwa ngumu sana. Ndio maana Yesu akasema mpende kwanza jirani yako. Utapompenda utamsamehe na utatafuta upatanisho. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa mtu ambaye usiyempenda kuweza kumsamehe. Kwa msamaha unaendana na upendo moja kwa moja. Mama anampenda mtoto wake, ingawa mtoto wake anaweza kuwa kiburi, mkorofi, mwizi, jambazi na mengine makubwa ya leo hii anayafanya, lakini nikwambie, mama yake ataendelea kufanya nini? Kumpenda na kumsamehe. Mtoto akirudi tu akimwambia mama samahani, mama sema basi hamna shida, wewe endelea na kazi. Ndio mwingine anampenda mwenzake wa ndoa, anampenda sana, akimpiga ngumi anavimba, siku mbili anaenda hospitali, anashonwa, anarudi, anabaki pale pale. Unasema huyu ameweka ndio hiyo ameenda Limbwata. Hakuna talimbwata, ni kwa sababu yule anampenda mwenzake zaidi, ndio maana anamsamehe na yale mambo yote. Hamna limbwata. Limbwata alikuwa zamani, siku hizi hamna limbwata. Waganga wote fake sasa hivi. Usiende kwa mganga, wameshafulia. Ni kadiri ya upendo tulionao tunavyoweza kumsamehe mtu. Kwa hivyo kama unapata shida ya kumsamehe mtu, ujue hujafanya kazi ya kutafuta upendo kwa ajili yake. Ukimwambia mtu sitakusamehe, manake humpendi. Na leo ukiona mume wako anakuambia kwa hili sikusamehe, unaambia kumbe wewe upendo wako ni wa mashaka. Sawa sawa. Kwa hiyo unakuwa na watu ambao kuna tatizo mahala la kulitatua. Ujumbe wetu basi leo tunaondoka na nini ndugu zangu? Tunaondoka na moja, tunahitaji kusafisha na kufanya upya maisha yetu wakati wa Kwaresma kwa toba. Sawa sawa, tunatakiwa kusafisha maisha yetu, kufanya usafi katika roho zetu. Kama tunavyofanya usafi katika nyumba zetu, vivyo hivyo nafsi zetu zinahitaji usafi katika Kwaresma hii. Na tumepewa siku 40, zaidi ya mwezi mmoja, tukipambana na yale yaliyo machafu katika roho zetu. Kwa vivyo hivyo tunahitaji kabisa kufanya usafi katika maisha yetu, kufanya upya maisha yetu katika kipindi hichi cha Kwaresma kwa toba. Lakini pia lazima tuonyeshe huzuni kwa dhambi zetu na kugeuka katika upande ulio sahihi, bila kuogopa, bila kuwa na hofu. Kuna mtu anaogopa kubadili mwenendo wa maisha yake kwa sababu ya watu waliomzunguka. Hakuna. Njia iliyo sahihi wanaenda wachache sana. Ndio maana njia ya mbinguni unaambiwa ni nyembamba. Sio kweli mlango ni mwembamba, hapana, lakini ni kwamba watapita wachache. Ndio maana yake, wale wenye jitihada za kuweza kupenya na kupunguza mengi walioyabeba na kupita kule. Namba 2, ndugu zangu, tunahitaji kufunga kwa maombi na kufanya matendo ya toba kwa ajili ya dhambi zetu, tukifuata mfano wa Yesu kabla ya huduma yake hadharani, kabla ya kufanya public ministry.
tunatakiwa tufanye nini? Tuige mfano wake wa zile siku 40, kujitahidi kufunga kwa maombi na kusali. Sawa, Kwanza faida ya kufunga ya kwanza, na faida 3 zingine utajitafutia mwenyewe nyumbani. Nimezitaja asubuhi, narudia tena. Faida ya kufunga ya kwanza kabisa, inapunguza unene wetu wa kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Ukifunga unapunguza unene wa kiroho, sio wa kimwili. Kuna watu najua wanakula sana na wamenenepa. Kwa kipindi hiki unataka upunguze bode. Hapana. Kuna wengine ni wembamba, ukimwangalia kembamba kamekonda, lakini uko ndani ni bonge la mtu, ni mnene, ameshiba dhambi. Huyo ana kitambi, amenenepa na mafuta ya ziada, anahitaji kufunga apunguze. Sio hii kwa ajili tu ya wanene. Tena wanene wengi hawana dhambi sana, lakini wembamba wembamba siwasemi, hata mwenyewe nimekonda, kwa hiyo sikuta nina dhambi nyingi. Lakini unene wa kiroho unasababishwa na nini? Na chuki, wivu, fitina, mauaji, usaliti. Haya yote yanamfanya mtu ananenepa kiroho. Kwa katika kipindi hichi cha Kwaresma ukifunga, unapunguza ule unene wa kiroho ambao umejazwa na dhambi, sio huo wa kimwili. Msifu Yesu Kristo. Faida namba 1. Namba 2, tukifunga tunapata nguvu zaidi ya kutetea maadili ya kiroho na kututia moyo. Sawa sawa, Kututia moyo kushiriki baraka zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ametujalia baraka za kila aina. Nishawapa mfano. Tunajua mabomba ya maji, si ndio? Na ndoo yake, si ndio? Ukienda kuchota maji, ukifungulia bomba, lazima ndoo ifanyeje? Uiweke mdomo ukiwa wapi? Juu, si ndio? Ili uweze kukinga nini? Yale maji. Sasa unafika kwenye bomba au chemchemi ya maji, ile ndoo unaigeuza juu chini, unaipindua. Utarudi nyumbani na nini? Hamna kitu, si ndio? Kwa hiyo Mungu ameweka baraka nyingi. Kwa hiyo katika Kwaresma hii chagua moja. Ndoo yako ifunguke, iwe wazi kupokea neema ya Mungu, ama uigeuze usipokee chochote, iwe kama mwaka jana tu, umepakwa majivu, yamekukinga na wachawi, yameisha. Basi kama mwaka jana tu. Lakini utapoamua kuweka ndoo yako iweze kubeba neema katika sala, kujitahidi Ijumaa zote kuwepo katika njia ya msalaba, kusali na wenzako, kushiriki jumuiya ulikuwa ushiriki, lakini safari hii umeamua nitashiriki kila jumuiya, endapo labda nikifa tu ndio nisiende jumuiya, lakini hata kama nimekatoa mguu jana nitajikongoja, nitaenda wapi? Jumuiya. Na hao watu hapo, Mungu awabariki sana. Kwa vivyo hivyo katika kipindi hiki tunapewa nguvu katika ya maombi na sala na kufunga. Tunapata nguvu ya kimaadili na kiroho, inatutia kuweza kushiriki baraka za kimungu zinazopatikana katika wakati huu. Namba 3, kufunga pia inatusaidia kwamba akili zetu zinakuwa wazi zaidi na kuwa tayari kupokea lishe takatifu ya neno la Mungu na Ekaristia. Tumsifu Yesu Kristo. Kama unasali, unaenda njia ya msalaba, unaungama, unashiriki pia Ekaristi kwa siku 40, usitokee chochote, haiwezekani. Unless kama unatafuta Mungu mwingine, lakini sio tunaomfahamu sisi. Kama unamtafuta Mungu mwingine, lakini kama kweli umejizatiti, umeweka nia. Kwa nataka watu wetu wa leo tunapotoka hapa tujizatiti, tufanye maamuzi magumu, maamuzi sahihi ya kufunga, kusali kwa bidii na kufanya matendo ya huruma. Na tupokee hizi neema sasa za Kwaresma vizuri, zibadilishe maisha yetu, maisha ya familia, maisha ya jumuiya, maisha ya kanisa, maisha ya taifa zima hili la Tanzania. Ni maombi yetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na sasa tutakwenda kubariki majivu. Nimesikia kuna majivu mapya, tutabariki majivu na
Utaratibu ni huu: wakati wa kupakwa majivu ndio wakati huo huo tutatoa sadaka. Wakati wa kupakwa majivu ndio wakati huo huo tutatoa sadaka. Kwa hivyo vitawekwa visonzo kabla ya mahali pa kupakwa majivu. Kwa hiyo utatoa sadaka yako, ndipo utakuja kupakwa majivu ili kuweza kuokoa muda pia. Kwa hivyo uandae sadaka yako sasa, alafu utapokuja kupakwa majivu, basi toa sadaka yako upakwe majivu na urejee kwenye kiti chako. Baada ya hapo tutafanya maombi, na baada ya maombi misa inaendelea kama kawaida. Tusimame kwa baraka ya majivu. Ndugu zangu, tumwombe kwa unyenyekevu Mungu Baba apende kuyabariki majivu haya kwa wingi wa neema yake, majivu tunayojipaka kichwani kwa ajili ya kitubio. Tuombe. E Mungu unayeguswa na unyenyekevu wetu na kutulizwa na matendo ya toba, uyaelekezee maombi yetu sikio la huruma yako. Uwe radhi kuwamiminia neema ya baraka yako watumishi wako watakaopakwa majivu haya, ili wakidumu katika nidhamu ya Kwaresma wastahili kulifikia adhimisho la fumbo la Pasaka la mwanao kwa mioyo iliyotakaswa, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi wakati wa majivu tutaambiwa tubuni na kuiamini Injili, hatutaitikia chochote. Sawa sawa. Karibuni kwa wimbo unaofaa.
Bwana kwa kutoa adhimu hii na kuanzia rasmi kabisa, tunakuomba kutushika tamaa kwa njia ya matendo mbele, nasi kufikisha baraka zako, stahili kwa mwana, stahili kwa mwana na kubadilisha na nao anayeishi kwa yeye na Wasa
atakaotolewa kwa ajili hivyo baada ya kulazwa tena kushukuru tena aliwapa watu wake kusema waende kwenu ili kuonyesha damu ya kwa ajili ya wengi kwa kuondolewa ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la imani. Aliyewe Bwana tunambadilisha nao na kutolea katika uzima na kikombe cha wokovu na kushukuru kwa kuwezesha salama na kutumikia ya tunakusiku yenye hivyo kushiriki ili binadamu na kufufuka na Roho Mtakatifu tupate kuwa salama. Ee Bwana tunakuomba hasa kwa duniani nikamilisha katika kupitia kwa Roho Mtakatifu na sasa tunakuomba kusababisha kuchukua wote na taifa na
Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunaenda kwenye sehemu ya tatu ya mtakatifu. Kwa tunawaomba wale watakaokuja kushiriki hapa ni wale wa Kristo wa Katoliki tu, hasa wale wanaojiandaa. Wakristo wa Katoliki tu, hasa wale wanaojiandaa.